mtazamaji wetu na msikilizaji wa channel yetu ya Ukonga SDA Church. Tunatumia huu muda kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu kupitia channel hii. Tunakukaribisha kwa namna pekee. Hapa katika studio zetu tunao walimu wetu ambao watatusaidia kutupitisha katika mada ya leo, ambaye kule kushukulia kwangu kabisa yuko mwalimu Elia Filimon Mseti, lakini karibu yangu hapa tunaye mwalimu Enos Kateti. Nami ni mjoli wako Sabato Nyahonyo. Tunakukaribisha kwa namna pekee kushirikiana nasi katika somo la leo. Tupate ombi kutoka kwa mwalimu Enos kabla tujaanza kipindi chetu. Tuombe. Baba mtakatifu uishie juu mbinguni, asante kwa wema na fadhili zako umetujalia. Ni muda tena umefika kwa ajili ya kujifunza neno lako kupitia mwongozo huu na Biblia. Katujalie sisi tutakapokuwa tunafanya kazi ya kueleza maeneo ambayo tunafahamu, tunahitaji uwepo wako kwa njia ya Mtakatifu akayafafanue zaidi katika vinywa vyetu na mioyo yetu. Hatimaye tukapate kuongoka na kuokolewa kwa maneno haya na kuendelea kutumaini wewe siku zote. Wewe Mungu unayetupigania nyakati zote, tupiganie pia katika maisha haya na usituache. Ndilo ombi letu katika Kristo Yesu. Amen. 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 Tunakaribisha katika mada yetu nzuri ambayo tunaendelea nayo. Juma lililopita tulikuwa na mada inayosema pambano linalosababisha mapambano yote, na tulijifunza mambo kadhaa, lakini makubwa zaidi tuliona ni kwamba Mungu anatupigania. Na tukaona kwamba tukimtegemea haina haja ya kutumia nguvu nyingi katika maisha yetu haya. Tukimwachia yeye anatupigania na anatushindia. Kwa ufupi zaidi Elia. Naam. Na kumbukumbu yote nyingine ulionayo somo lililopita? Somo lililopita tuliona chanzo cha mapambano yote ambayo yalitokea, yaliyokuwepo na hata ambayo yanatokea katika kipindi chetu. Tukaona pambano hilo ambalo liko nyuma ya mapambano yote ni pambano dhidi ya wema na uovu. Na tukaona pambano hilo lilianza mbinguni. Na ndilo ambalo lilizungumzwa bayana ya kwamba ndilo chanzo cha mapambano yote ambayo haya tunayoyapitia. Kwa hiyo hata kipindi kile wana wa Israeli walivyokuwa wanaingia katika vita kupambana kwa ajili ya nchi ya Kanaani, chanzo ambacho tulikisoma na tukakigundua ni lile pambano ambalo lilikuwa nyuma ya mapambano yote. Na hata hivi leo tunavojikuta tunakuwa katika mazingira ya kutokuelewana na wenzetu namna moja au nyingine, ni mapambano ambayo yalianza, ni pambano ambalo lilianza kipindi kile, ndilo ambalo liko nyuma ya haya yote ambayo sisi tunapitia. Na pambano hilo ni wema dhidi ya uovu. Asante sana Msabato. Amina, tunashukuru sana. Tunaposogea mwalimu Ray, karibu. Na katika kudemonstrate pambano baina ya wema na uovu, Mungu alitumia pambano baina ya wana wa Israeli na yale mataifa ambayo aliyawapa muda wa kuweza kuungama, lakini wakawa na mioyo migumu, wakaendelea na uasi. Kwa hiyo Mungu akadhihirisha lile pambano kwa picha ya kuwajumuisha wana wa Israeli kuifanya, ikiwa ni Bwana anapambana na mataifa maovu. Mungu anapambana na miungu isiyo stahili. Kwa hiyo likawa Kiswahili Kiingereza kinatumia demonstrated. Kwa likaoneshwa katika uhalisia wake katika kipindi fulani cha maisha yani kipindi fulani cha historia hapa duniani na kwa jamii hiyo ya jiografia ya pale wapi Mashariki ya Kati. Kwa tukashuhudia hilo pambano, Mungu akiwa anahusika katika hilo pambano moja kwa moja, lakini upande wa watu wake, na shetani naye akiwa na upande wa watu walio asi au wanaoendesha ibada isiyo stahili. Asante. Basi hapo tulikuwa tunakumbushana kwa uchache mada iliyokuwa katika juma lililopita. Lakini kwa namna pekee ni kukaribishe ndugu mtazamaji na msikilizaji wetu. Tunayo mada sasa ya juma hili ambayo inasema Mungu anakupigania. Na hili somo kimsingi ukiliangalia linajaribu kuonyesha kwamba ni mimi au ni wewe, kwamba Mungu ananipigania na Mungu anafanya nini? Anakupigania. Kwa hiyo mafungo ambayo tutaweza kuyapitia ni yale tu ambayo yatatuonyesha kwamba
Mungu aliwapigania Waisraeli ambao ndo kielelezo chetu katika safari. Kwamba kwa vile Mungu aliwapigania wale, kumbe na sisi anaweza kutupigania. Kwa hiyo somo hili tunaliweka pakubwa katika maisha yetu, maisha yetu halisia. Katika juma hili tunayo mafungu kadhaa, lakini hapa tutakuwa na fungu ile ambalo tutatuongoza ni Yoshua 10:42. Yoshua 10:42. Tutasoma kwa pamoja na msikilizaji. Unaweza kufungua Biblia yako Yoshua 10 fungu la 42. Elia, kama umefika pale unaweza kupitisha. Yoshua 10:42 nasema, na wafalme hao wote na nchi zao Yoshua akatwaa. Wakati huo, kwa sababu yeye Bwana Mungu wa Israeli alipigana kwa ajili ya Israeli. Unaona? Fungu linatuambia Bwana alipigana kwa ajili ya Israeli. Ina maana aliwapigania. Japokuwa mwalimu Ray, Waisraeli walionekana eneo la tukio. Hii inatuambia na Mungu anatuambia ametupigania. Katika hali ya kawaida kama unanipigania mwalimu, kwa nini nije sasa eneo la tukio? Asante sana. Utaratibu wa Mungu kupigania watu wake kidogo unakuwa tofauti na jinsi ambavyo sisi tumezoea. Yeye Mungu sisi tumezoea kwamba mtu anaponipigania mimi, aidha mimi nakaa pembeni na subiri yule akiwa katika uwanja wa nini? Wa mapambano. Lakini kwa utaratibu wa Mungu kidogo unakuwa tofauti. Yeye anapotupigania anachotaka uwepo wako. Na wewe, yani kukuhusisha. Ukishahusika, yeye anachohitaji ni wewe kumtumainia. Alafu yeye anafanya yale ambayo wewe huwezi kufanya nini? Kuyafanya. Kwa sababu vita ni vya kwake. Kwa hiyo ndo anapambana kwa ajili yako ili kukushindisha. Ingawa machoni pa watu unaonekana ni wewe, lakini anayepigana ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo tumaini letu tunapoliweka kwake, na yeye akafanya hayo mapambano kwa namna anavyojua yeye, na ushindi ukapatikana, ndicho tunachosema kwamba anafanya nini? Anatupigania. Sasa maana yake zaidi ni nini? Maana yake zaidi ni kwamba anachohitaji ni sisi tumtumainie. Katika kumtumainia katika mapambano. Na anajua udhaifu wetu. Na sisi pia huwa tunajiona ni madhaifu. Kwa tunapomtumainia na tukashinda, kwetu ni muujiza wa pekee. Kwamba Bwana katufanya tukashinda pale ambapo tulikuwa hatuna nini? Uwezo wa kushinda. Kwa hiyo kumbe kuwepo tayari. Mungu anakuhitaji uwe tayari. Amen. Anapokupigania uwe upande wake. Anapokupigania una jambo la yani kwa maana nyingine ni kwamba tuna nafasi pia ya kufanya. Ili ni pambano ambalo na sisi kuna kitu tunatakiwa tufanye. Musa alipoambiwa ya kwamba una nini, alikuwa na fimbo. Yoshua vile vile walivyoanza kuvuka mto Jordan, walikuwa kabisa wana ile assurance, uhakika kwamba kweli tunavushwa na nchi tutapewa. Lakini tunaona ya kwamba walivotangulizwa mbele makuhani, ni kitendo cha kuamua kwenda, walipoanza kukanyaga maji, ndipo ule muujiza wa kugawanya mto Jordan ulipofanyika. Kwa hiyo kuna ambalo sisi pia tunatakiwa tufanye katika sehemu yetu. Alafu sehemu ya Mungu pia tumwachie na yeye atafanya. Kwa hiyo hapa tunaona namna ambavyo pia tunahusika katika hili pambano. Pale ambapo kuna magumu, tumuombe Mungu, tumpelekee hizo shida kwamba haya ni magumu na sisi tu tumeshafanya la kwetu. Sasa hatusomi neno, hatujihusishi na maombi na kadhalika. Ni vigumu sana kuwini hili pambano. Kwa sababu hili pambano chanzo tumekisoma katika somo lililopita, ni baina ya wema na uovu. Pale ambapo hili pambano halina ukaa katikati. Ni either ukae kwenye wema au ukae kwenye uovu. Kwa hiyo ina maana ya kwamba sisi pia tuna la kufanya. Lazima tuchukue jitihada pia. Tusome neno, tujihusishe na yale mambo ambayo yanatuweka katika mazingira mazuri ya wema. Nashukuru sana. Kuna inaonyesha Waisraeli wanapewa Mungu anataka kutimiza ahadi ya kuwaleta kwenye nchi ya ahadi. Lakini inaonekana hawa Wakanaani, watu ambao sasa walikuwa wameishaingia kwenye huu mji wa ahadi, inaonekana walikuwa na historia fulani ya uovu mwingi. Ili tunaweza tukalisema, unaweza kaweka kitu kwamba hii Kanaani inaonekana watu wanaokaa ndani yake ni waovu sana. Kidogo tunaweza tukapita kwamba Kanaani Kanaani ilikuwa ina wakazi. Ndio.
na Mungu kuwaondoa Wakanaani watoke katika ile nchi, Mungu alikuwa tayari ameshawapatia muda wa kutosha hawa Wakanaani. Na kama tulivyoelezea kwamba hili ni pambano ambalo pambano hili ni baina ya wema na uovu. Ina maana wale ambao ni waovu Mungu hawezi kusimama nao hata mara moja. Kwa hiyo hawa Wakanaani walikuwa ni waovu, na matendo ambayo walikuwa wanayafanya ni yale matendo ambayo yalikuwa yampendezi Mungu, ibada ya sanamu, lakini ibada ya kafara. Walikuwa wanafanya vitu ambavyo vilikuwa ni chukizo. Kwa hiyo sasa Mungu anavyowaleta wana wa Israeli akiwaahidi kwamba atawapatia nchi, sio kwamba Mungu alikuwa na Kanaani tu, naweza nikasema. Kipindi hiko maeneo yalikuwa ni mengi. Mungu angeweza kuchukua na kuwapeleka sehemu nyingine ambayo angeiandaa iwe nzuri zaidi. Lakini Kanaani kama Kanaani, Mungu alitaka aweze kutengeneza pale taifa. Na anavyowaondoa hawa ni kwamba wameshindwa kutii na wameshindwa kumwabudu yeye, kwa sababu walikuwa wanaabudu vitu vingine. Sasa twende zaidi tuangalie namna ambavyo walikuwa wanafanya ibada zao na vile ambavyo walikuwa wanaviamini na kipindi chetu hiki cha leo. Kwa sababu tukiangalia kafara, ishu za kafara mpaka leo dunia sasa hivi kuna baadhi ya maeneo hizi pia ni sehemu ya ibada. Wanatoa kafara na kadhalika. Ni kile ambacho Mungu alikuwa anakichukia kipindi kile. Tukiangalia katika muktadha wa sasa hivi pia kinafanyika. Lakini ukiangalia mambo yanayoendelea ya zinaa, ukiangalia sasa hivi mambo ya kifamilia jinsi yalivyoharibika, ndoa za jinsia moja na kadhalika, haya yote nasemekana yalifanywa Kanaani pia. Kwa hiyo tukileta katika muktadha wa sasa hivi tunaweza tukaona tupo katika hatari ya kiasi gani, kwamba yale machukizo ambayo yalipelekea Mungu kuwaangamiza Wakanaani kwa kupitia taifa la Israeli ndiyo yanayoendelea katika kizazi hiki, katika ulimwengu wetu wa sasa. Kwa hiyo tunapata tumaini kwamba hata katika kipindi hiki kama Mungu aliweza kuwapigania, na sisi pia Mungu anaweza katupigania. Asante sana. Viwango vyetu vya uadilifu vya mtu mmoja mmoja au taifa lazima haviwezi vikazidi yule Mungu tunayemwabudu. Kwa hiyo yule Mungu ambaye wewe umemchagua kumwabudu, obviously atakuwa anaelezea kiwango chako cha uadilifu katika maisha yako, au kiwango kikubwa cha uadilifu wa nini? Wa taifa. Mwenzangu kasema kwamba walikuwa na ibada za sanamu, kutoa kafara hata za watoto wao kama sehemu ya kafara. Hivyo ni viwango ambavyo vilishusha hadhi ya binadamu. Na tena Biblia inasema kwamba walikuwa wanatoa watoto wao wa kwanza. Ukiangalia similarities zinatokeana na ile wapi? Ya Misri. Ya Misri kule. Unaona pale? Kwa hiyo viwango vya dini au imani za kipindi hiko, walikuwa wanajua kwamba wakitoa watoto wao wa kwanza kafara ndio ibada yao iliyo nini? Iliyo kuu. Na kumbe walikuwa wanashusha hadhi ya uumbaji wa Mungu. Kwa hiyo viwango vyao vya uadilifu vilikuwa namna hiyo, lakini vilikuwa ni vibovu mno, kwa sababu vilikuwa vinashusha hadhi ya kazi ya Mungu katika ulimwengu huu. Na hao Kanaani wamekaa hapa muda mrefu. Lakini wameendelea kudumu kwenye dhambi, kwa mfano kwenye ibada kwa na miungu, si ndio? Na kumbe inaonekana Mungu ni mvumilivu. Kwa kipindi chote hiki ameacha hao watu ili wajifanye nini? Wabadilike, lakini wameenda mpaka wamefika wapi? Wamefika mwisho, mpaka Israeli wanarudi. Bado hao wakazi wa hii nchi ni waovu kabisa. Kwa hiyo tunaweza kujifunza kwamba kumbe maisha tunayoishi inatakiwa ifike sehemu tutafakari. Sio tukaishi maisha kwamba ni kila siku unaamka jambo lile. Aidha kuna watu wanakuambia bana kuna sehemu nakosea, wewe bado una maisha yale. Inatakiwa tujichunguze, tujue kwamba kuna nyakati ambazo Mungu anaweza kafunga rehema yake. Amen. Ya tuna jaji wa juu kabisa ambaye ni Mungu wetu. Na kuna nukuu moja, naomba Elia tusomee hapo ili angalau tuelewe kile ambacho Mungu, kwa nini tuseme ni jaji wa juu kabisa. Hebu karibu. Inasema utakatifu wa tabia ya Mungu unamaanisha kwamba hawezi kuikubali dhambi. Ndio. Yeye ni mvumilivu. Hata hivyo ni lazima dhambi ivune matokeo yake ya mwisho ambayo ni mauti. Sawa. Hiyo amesoma kwa faida ya msikilizaji wetu na mtazamaji.
amesoma ile siku ya Jumatatu ile paragraph ya kwanza. Na kwa namna pekee Mwalimu Linus, huyu judge kwa nini tuseme ni wa juu kabisa? Asante. Huyu jaji tumwangalie katika mtazamo ufuatao. Unajua unapokuwa jaji umeaminika kwamba unaweza kutoa hukumu zilizo sahihi na za haki. Kiasi kwamba swala la kupendelea upande fulani kwa sababu ya udhaifu fulani au kitu fulani, hizo level umeshazivuka. Kwa hiyo wanatarajia kwamba wewe makosa ya wengine waliyofanya huko katika hukumu, wewe utayarekebisha na utatoa hukumu zilizo haki. Ndio maana unastahilishwa kuitwa jaji wa juu kabisa. Sasa huyu jaji wa juu tunamtazamaje? Huyu jaji wa juu bwana, yeye apendelea hata wale waovu anawapa fursa. Na wale ambao watu wanadhani kwamba wanaweza kaangamizwa, wanapata nini? Fursa ya kupata kuokolewa. Kwanza tuangalie alivyo jaji wa haki. Alivyokuwa anaenda Sodoma, maswali yaliulizwa. Je, utahukumu hata na waovu, hata na wema? Akasema hapana. Hesabu zikaanza kupigwa pale. Wakipatikana 5, yani ilishushwa kutoka 30 sijui ngapi mpaka sijui 5 bado yeye anatoa fursa kwamba wakipatikana hao sitaangamiza mji, hata hukumu mji. Unaona pale? Lakini pia mpaka wanasema kwamba yeye ana mbingu nao zinatangaza kwamba yeye ni mhukumu wa nini? Wa haki. Yani hata mbingu bwana visivyoongea yani vina uwezo wa kutangaza kwamba yeye ni mhukumu wa nini? Wa haki. Unaona pale? Alafu tena kuna mfanya mtendakazi mmoja, kijana mmoja anaitwa Timotheo. Nani katika kazi zake na muhusiano wake na mtume Paulo anamwambia kwamba na kuamuru kwa jina la Mungu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye atakaye wahukumu walio hai na wafu siku ya kuja kwake. Kwa hiyo Biblia inamtambua kwamba Bwana Mungu ni mhukumu wa nini? Wa haki. Sasa haki zake hizo kwa Yoshua au hawa Kanaani tunaziona vipi? Nanipata? Kule Sodoma aliahidi kwamba hata wakipatikana 5 hatafanya nini? Hataangamiza. Huku haki yake tunaiona vipi? Aliwapa fursa hata wale ambao walihukumiwa kuangamizwa, kwamba wakipatikana ambao watakuwa upande wangu, hao watafanya nini? Watapona. Na tunashuhudia Rahabu alipona. Unaona pale? Tena hata wale ambao walikuwa wamepewa fursa ya kuokolewa, wakionekana hawastahili, wamekosea, nao inakula kwao. Tunashuhudia Akani nao walipigwa. Kwa hiyo hukumu zake ni za haki, ingawa unapata fursa, lakini ujue kwamba hukumu zake ni za nini? Za haki. Na wewe ukiona kwamba umehukumiwa, wewe pata matumaini kwamba hukumu zake ni za nini? Ukimchagua upande wake unapona. Na kazi yake ni kuangamiza dhambi. Kazi yake kuu ni kuangamiza nini? Dhambi na uovu. Kwa sababu vita ni baina wema na nini? Na uovu. Yeyote ambaye anachagua upande wa wema anapona, hata kama yuko katika upande wa nini? Wa wabaya. Lakini akifanya uchaguzi wa wema anapona. Yeyote ambaye anachagua upande wa uovu atapotea, hata kama yuko katika upande wa nini? Wa wema, ajue kwamba atapotea. Kwa hiyo uchaguzi unabaki kwetu, tunachagua upande gani. Hilo ni jambo la msingi la kuangalia. Lakini tukumbuke jambo hili, kwa sababu anataka kuangamiza dhambi na kuhukumu dhambi. Ukingangania dhambi utakwenda nayo tu, hakuna namna, unaondoka nayo, kwa sababu ile ambayo imenata kiasi kwamba haiwezi kukutenga na hiyo dhambi, ndicho kiko ndani yako, anakiondoa. Na sasa kama imekuja attach kwako, lazima kiondoke na wewe. Kwa hiyo jambo la msingi ni sisi kutafuta namna ambavyo tunatengana na nini? Na dhambi. Asante sana. Ukisoma Warumi 6 fungu la 23 anasema kwa maana mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana. Amen. Kwa hiyo kikubwa ni kuachana na dhambi. Na tukiachana na dhambi, na maana tutakuwa tumechagua upande ule wa nani? Wa wema. Na tunaangalia somo linalosema Bwana anafanyaje? Anatupigania. Na kwa kweli katika maisha haya ambayo tunaishi, unaweza kuhesabu nyakati ambazo wewe mwenyewe unaona kwamba
Bwana alishanipigania. Tunaweza tukawaambiaje watazamaji wetu somo la leo kwamba Bwana anatupigania? Tunawapa udhihirisho gani kupitia Yoshua na wana wa Israeli? Kwa karibu Elia. Nashukuru sana. Tumeona tangia mwanzo namna Mungu anavyojihusisha na hii vita. Na ni kweli kabisa yeye ndiye aliyewatoa na mpaka amewafikisha katika mafanikio haya, ni yeye. Hakuna chochote ambacho Yoshua pamoja na wana wa Israeli ambacho kinasema kiliwapa wale credit, kiliwapa ule ushindi, lakini alikuwa ni yeye Bwana mwenyewe. Na ukiangalia mbinu ambayo alikuwa anaitumia Mungu mwenyewe, namna ya kuwanyang'anya Wakanaani ardhi ili aweze kuwapatia Waisraeli, ni mbinu ambayo ilikuwa ni mbinu ambayo ukiangalia kiundani zaidi ilikuwa ni kuwaondoa taratibu kwa kupitia nyigu na kadhalika. Biblia imetumia neno mavi, ni aina fulani hivi ya wadudu, wapo kama tuseme kama nyuki, lakini ni wakubwa kidogo, ambao ni namna ya kipekee sana angewaondoa Wakanaani waweze kuichukia wenyewe ile nchi, alafu hao wana wa Israeli wangeingia taratibu na kuishi pale. Kwa hiyo tunaona kwa muktadha huo namna Mungu alivyokuwa hataki hata wajihusishe na vita, ndivyo Mungu anavyotamani na sisi pia atupambanie tusijihusishe kwa namna yoyote ile na haya ambayo tunapitia katika ulimwengu. Kwa sisi ni kuamini tu na kumwachia Mungu aweze kututendea. Pale tunapokaidi ndipo tunapoingia sasa katika upande mwingine. Tukumbuke kabisa kwamba hii ni vita ambayo nyuma yake Mungu anaifahamu vizuri hii vita na ni ya kwake, sio ya kwetu. Huu ni uwanja tu hii vita inakopiganiwa. Kwa hiyo sisi pale tunapochukulia hii vita kama ya kwetu ndipo shida inapokuja. Na ndipo tunapokuja kuona mambo ni magumu, lakini Mungu hakika anatupigania pale ambapo tunapojisalimisha kwake na kumwamini. Sawa. Tunasema Bwana ni mfalme wa amani. Lakini Mwalimu Lenus, kuna watu wamepigwa, kuna watu wameondolewa kwenye nchi walikuwa naishi, si ndio? Lakini tunasema Bwana ni mfalme wa amani. Amani ipi? Amani gani ambayo kuna vita na yeye amesema yeye ndiye alikuwa anapigana kwa ajili ya Israeli. Sasa afu ni mfalme wa amani vipi? Hebu Mwalimu karibu hapa. Asante sana. Bwana anapojiita mfalme wa amani, uwezo kaitenga mbali na pale anapojiita yeye ni mhukumu mkuu. Lengo la kutoa hukumu ni kutoa haki na kuweka, Waingereza wanasema order. Yaani utaratibu unaostahili na watu waishi kwa amani na utulivu. Kwa hicho ni kitendo ambacho Mungu anakifanya, kuweka order. Na ndio maana alitoa sheria zake ili watu wakiishi katika hizo wanaishi katika nini? Utaratibu ulio nini? Mzuri. Na miongoni mwa hiyo alisema kwamba usiue. Hawa ndugu zangu wetu, hawa ndugu wa Kanaani hawa, wao kazi yao ni kuua watoto wao wa kwanza kama nini? Sadaka kwa miungu yao. Mungu yeye sadaka zake haziendani na damu za wanadamu, bali ni za wanyama, si ndivyo Lakini hawa ndugu zetu au imani hizi potofu zinachukua huo mrengo. Sawa Sasa shida tulioipata ni kwamba Bwana yeye alikuwa anataka waondoe wa Kanaani kwa kuwafukuza kwa namna nyingine. Yaani kuwaondoa tu, lakini sio kuwaangamiza. Ila alitoa masharti kwamba kitakachoangamizwa ni zile taratibu zao za nini? Za maisha. Taratibu zao zile za maisha ndo zilikuwa zinaanga. Wale wakishaondoka kinachobaki kile ambacho sio cha binadamu chenye damu na nyama, ndo kinaondoshwa kabisa na kisibaki hata kitu hiki kimoja. Vile ndo vilikuwa vinaangamizwa. Kwa tutoe mfano. Ni kwamba Bwana alikuwa awaondoe watu. Watu wakiondoka majengo yatabaki na michoro yao sio na nini. Kama hapa Ukonga kuna hivi vitu. Aidha vingebaki hivi vitu Tukishaondoka hivi ndo vinateketezwa hivi. Kisibaki hata nini? Hata kimoja. Alama isibaki hata kimoja, ndio vilikuwa vinateketezwa vyote. Lakini sasa wale watu wakawa ni wagumu wa kuacha hivyo vitu. Kwa sababu vinaonekana vile vitu vimeshikamana na wao. Kiasi kwamba kuangamiza vile vitu ni sawa na kuangamiza wao. Nikabidi sasa waangamizwe na wao. Ndio hichi ambacho kinasema kwamba Bwana anaonekana kama ni mkatili, lakini kusudi lake ilikuwa sio kuangamiza watu. Ni kuharibu vile vitu ambavyo vilikuwa vimeshikamana na imani zao. Sasa ukikatalia na wewe unaangamizwa. Na ndicho kilichofanyika kwa wale watu.
Sasa amani ya Bwana inaonekana vipi? Unajua, ukisoma tena Biblia unakuta kwamba sheria ya vita, unajua, haikutolewa Sinai. Sheria ya vita ilitolewa miaka ya 40 baadaye. Unaona pale? Kwamba watakapoenda vitani, vita viwe vipi. Unajua hata sheria zetu za kimataifa zinasema mnapoingia kwa vitani, mkimkamata mateka kuna namna ya kumhendo. Unaona, mtu akisha kubali hivi kwamba ametekwa, yeye ameshakuwa ni prison of wars, yani ni mateka. Anavyochukuliwa ni tofauti na mtu ambaye bado yuko wapi? Anayejihami. Kwa hiyo Mungu alitoa sheria za kuhendo, za kushughulika na hawa nini? Mateka. Kwamba mkienda vitani, jambo la kwanza, tangaza amani. Wale wanaokubali kupokea amani wanakuwa upande wenu. Wanaokataa wanashughulikiwa. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni jambo la kwanza, wanapoenda mahali wanatangaza opportunity, yani fursa ya kuwa na nini? Na amani. Wewe ipokee, ukikataa basi, lakini imeshatangazwa kwa kuichukua, kuitumia. Ukikataa, kinachofuata kipo. Uchaguzi ni wako. Uchaguzi ni wa kwako. Basi tunashukuru sana watazamaji wetu, tulikuwa na muda wetu wa kujifunza habari hizi. Tumegundua kwamba Bwana anatupigania na Bwana ni mshindi wetu. Kwa namna ya pekee tunapoelekea mwisho, kuna jambo la mwisho mwalimu? Ya, katika kuzingatia swala kwamba Bwana ni wa amani, ili tuone kwamba alivyo wa amani, kwanza ametupatia uchaguzi, anatangazia amani, tuchague. Alafu cha pili, ili kuthibitisha hicho kitu, hebu tazama, kuna hichi kisa kizuri sana. Nimekipenda sana. Wakati ule Washami wanaenda kuangamiza Waisraeli. Sawa? Alafu Elisha na yule mtumishi. Kile kisa nimekipenda sana. Imagine watu wametekwa. Na wakafikishwa mbele ya mfalme wakiwa hawajijui. Alafu mfalme anataka kuwafanya nini? Kuwaua. Lakini kwa sharti ambayo ndipo kwamba mara nyingi wanauliza kwa Bwana. Bwana akamwambia usiwaue, wewe watengenezee karamu wale. Walishakula waondoke. Wakawa send off. Wakaondoka. Inaonyesha najaribu anataka amani. Pamoja na kwamba amekupa fursa, pia wakati mwingine anakupa fursa mpaka ambayo katika hali ya kawaida haiwezekani. Yaani mimi adui nimekudaka, alafu nikupe chakula ule, alafu na kusend off. Unampitisha njia nzuri na mvusha eti na kurudisha. Wakati alikuja kuangamiza. Unaona pale? Na in fact tunapoona kwamba Mungu ndivyo anavyotenda kazi. Sasa mwalimu, nataka kusema leo, yani mfano rahisi wa maisha yetu. Ulikuwa unahangaika kwa muda mrefu. Na mtu anakuibia vitu aidha nyumbani au wapi. Siku hiyo na labda alisha kuibia TV. Siku hiyo naamka hivi na mfuma ndo anataka umemkamata ule. Unamwambia kae, unampikia na nini vitu kawe. Anakula. Nakwambia katika hali ya kawaida ni asiyowezekana. Lakini Bwana anatenda hivyo ili watu wapate nini? Amani. Na mara nyingi tena Biblia inasema baada ya kufanya hivyo hawakurudi tena. Sasa tuzingatie kwamba hawakurudi milele. Sio kwamba hawakurudi milele. Hawakurudi katika kipindi cha yule mfalme na nabii Elisha. Hiyo tusije tukapitiliza pia. Hawakurudi katika kipindi cha yule mfalme aliyokuepo na nabii nani? Elisha. Amani kawepo kipindi iko chote kwa huyu mfalme na utawala wake. Tunashukuru sana mwalimu kwa namna ambavyo umechangia katika mada hii na namna ambavyo kwa kweli wasikilizaji wetu naamini watakuwa wamebarikiwa. Kwa kulingana na muda wetu, tunawakaribisha tena kwa mada nyingine ijayo ya juma lijalo. Endelea kushirikiana nasi na kutufuatilia katika masomo haya kupitia YouTube yetu. Tunavyo vipindi mbalimbali, tuna vipindi vya nyimbo na mjadala kama hii ya mambo ya miongozo ya Biblia. Karibu sana, na ukitembelea ukurasa jaribu kushare na rafiki, ndugu na jamaa, ili kwamba tuweze kumfahamu Mungu huyu, ili kwamba tuishi kwa amani katika maisha yetu, lakini kwamba tutakuwa tumepata njia nzuri ya kuweza hata kutatua maisha yetu ya kiroho tunapoendelea kumsubiri Bwana arejee atupeleke nyumbani. Tunapofunga kipindi hiki, tumkaribishe Elia kwa ajili ya ombi. Haleluya. Mtakatifu Mungu uliye juu mbinguni, tunasema asante tena kwa nafasi uliyotupatia. Tumejadili vyema somo hili la wiki hii. Mungu Baba, tunaomba ya kwamba tuweze kuliishi somo hili kwa kuwa tumeona namna ambavyo unatupambania.
kaa nasi tena, kaa na ndugu msikilizaji na mtazamaji. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amina. Amen.